Mwezi Juni ni kipindi cha likizo, lakini wapo wanafunzi wanaonekana kuendelea na ratiba ya kwenda shule, huku sababu ikitarajiwa kuwa ni maandalizi kwa wanafunzi kutoka madarasa yanayotarajia kufanya mitihani ya kitaifa. Dhana ya likizo kwa wanafunzi imekuwa na maoni tofauti kutoka makundi ya wazazi na walezi. Ili kuwanusuru watoto hawa kubaki mitaani kwa haya madarasa fulani, naona ni bora kunapokuwa na kuendelea na masomo ya ziada. Hiyo ndio mtazamo wangu. Ni vizuri mwanafunzi wakati wa likizo aenda kapumzike nyumbani, kwa sababu anatakiwa hata kujifunza na malezi ya nyumbani, lakini pia ni nafasi yake ya kupumzisha akili. Serikali kupitia miongozo ya elimu imetenga nyakati za mihula kwa wanafunzi inayojumuisha wakati wa masomo na kipindi cha mapumziko ama likizo. Hata hivyo, wadau wa elimu wameeleza mantiki ya kuwa na likizo. Naona jambo hili lingetizamwa kwa upana zaidi. Masomo ya ziada ni sahihi kabisa, yanatakiwa yatolewe, lakini kwa muda gani? Sio kwamba shule ikifunga watoto waendelee tena kwenda kusoma. Hiyo inapingana kabisa na wale wanafalsafa walio propose swala la utoaji wa elimu kwa mtoto. Na wakati fulani napenda sana zile shule ambazo wanafunzi hawarudi likizo ya muda mrefu. Ile likizo wakiigawa, nusu akafanya majukumu kidogo ya nyumbani na kupumzisha ubongo, lakini muda ulio mwingi wa likizo pia wautumie darasani walimu kuendelea kufundisha. Itasaidia sana wanafunzi wao kuwajenga kwenye elimu yao, kuliko kwenda likizo kwa zaidi ya mwezi mzima, lakini mwanafunzi yule haoni umuhimu wa kujisomea nyumbani, anarukaruka tu mpaka remote zinaharibika majumbani. Kando na watakaonufaika na mpango wa serikali wa kuanzishwa kwa mkondo wa elimu ya amali inayohusisha elimu ya vitendo, mwenyekiti wa umoja wa wamiliki wa shule binafsi ameeleza utaratibu unaopaswa kuzingatiwa kwa wanafunzi waliopo kwenye mkondo wa jumla. Wanafunzi ambao kwenye mkondo huu wa jumla inatakiwa kipindi cha likizo waende wakajifunze masuala kwa njia ya vitendo, na inatakiwa yaongozwe na walimu wenyewe. Maana yake ni nini? Kama kuna mwanafunzi ambaye yuko darasa la 5 au la 3 au darasa la 4 anajifunza elimu ya maumbo au kwa lugha ya Kiingereza geometry, anatakiwa aende mahali ambapo hiyo elimu yake ya darasani ya hisabati ya geometry akaone kwamba inatumikaje huko. Kwa mfano, hapa Dodoma anaweza akaenda kwa mafundi wa makochi ambako atajifunza nusu duara, labda pembe tatu, mstatiri au labda mraba na kadhalika. Kila aina ya umbile unaliona kwenye umbile la kochi. Namna fundi anavyopima, namna fundi anavyotengeneza, na namna fundi anavyotumia hisabati katika kutengeneza yale makochi yake. Na hii itasaidia sana kuwafanya wanafunzi wanapouelewa uhalisia katika dunia, wafanye nini? Warudi darasani na kujifunza na kuwa na hamasa zaidi ya kujifunza, huku akijua kwamba kumbe nikitoka hapa na nitatumia elimu yangu hapa na hapa na hapa. Miongozo na nyaraka za shule inaundwa kwa kuzingatia mambo mbalimbali yakiwemo masuala ya afya na makuzi, saikolojia pamoja na ustawi wa jamii. Emmanuel Kalemba, Habari Wikendi, Njombe.